Ujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na wauguzi mkoa wa Iringa watoa huduma za afya bure kuelekea wiki ya wauguzi. Kwa hapa kwa maadhimisho yetu ambayo tunafanya kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 12 katika viwanja hivi, tunatoa uchunguzi na ushauri bure kabisa, hakuna pesa yoyote. Wananchi walipongeza Jeshi la Zimamoto kwa usafi na msaada kwa jamii. Nashukuru Jeshi la Zimamoto leo kwa kuja kufanya usafi mahali hapa. Wako wengi sana wanafanya usafi kwa bidii zote. Asanteni sana. Majaliwa ahimiza elimu zaidi kuhusu uwekezaji wa hisa. Mna wajibu mkubwa sana. Niliwasikia siku nilipokuja mle tutatoa elimu. Sasa ile elimu isiishie tu kwenye hivi vyumba. Tutoke nje. Tuna njia nyingi za kuwafikia watu wetu nchini. Katika michezo, PSG na Arsenal kukutana fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya. Kwenye mashindano makubwa ya dunia kama UEFA kidogo imeshajizoelea tayari jina au ina cheo chake tayari, kwa sababu huu ni msimu wa pili mfululizo anafika fainali kama sio watatu. Karibu katika Matukio Daima Habari kwa siku. Uhari gani popote pale ambapo unatutazama mtazamaji wa Matukio Daima Media. Hii ni Matukio Daima Habari kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Shamia Rajabu. Na mimi ni Rehema Salim. Nikukaribishe sana uweze kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati wa taarifa hii ya habari. Katika kuelekea maadhimisho ya wiki ya wauguzi, timu ya wauguzi pamoja na wataalamu wa afya mkoani Iringa wameandaa mabanda maalum katika eneo la Garden kwa ajili ya kutoa elimu ya afya na huduma za upimaji wa magonjwa mbalimbali bure kwa wananchi wote. Huduma zinazotolewa katika mabanda hayo ni pamoja na huduma za mama na mtoto, upimaji wa magonjwa yasiyoambukiza pamoja na elimu ya afya kwa jamii. Taarifa zaidi na Esther Kameta. Akizungumza na Matukio Daima, mmoja ya wauguzi walioshiriki maadhimisho hayo, Salome Mtokoma, amesema lengo kuu la shughuli hiyo ni kuwafikia wananchi kwa karibu na kuwapa elimu ya kujikinga na magonjwa pamoja na umuhimu wa kupima afya mara kwa mara. Ya kwanza kabisa nikianza ni uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi. Kama unavyojua kwa wanawake ugonjwa saratani inayoongoza ni saratani ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo sasa tumeona ili kupunguza vifo au majanga yanayotokana na saratani ya shingo ya kizazi, basi wanawake wamepewa fursa ya kuja kuchunguzwa bure kwenye shingo ya kizazi kujua kama wewe una maambukizi au hauna. Na pia ukijua mapema kama una maambukizi ya saratani, basi itakuwa itakufanya uanze kutibia huo ugonjwa mapema, na ndivyo itakapokupa nafasi kubwa ya kupona kabla vile ugonjwa ambao utakuja kujulikana baadaye umeshakuwa mkubwa, inakuathiri katika jinsi ya matibabu, inakuwa ni magumu, mwisho utapoteza maisha. Kwa hiyo ni huduma moja hapo ambayo inatolewa hapa viwanja vya Garden Posta. Lakini huduma ya pili, tunatoa huduma kwa magonjwa yasiyoambukiza. Kuna maternity mbalimbali kama lile la kwanza. Natoa huduma ambayo kwa magonjwa yasiyoambukiza. Kwa mfano nikisema magonjwa yasiyoambukiza ni yapi? Kupima pressure, kupima sukari, magonjwa ya moyo, figo, yote yanafanywa uchunguzi katika hii sehemu. Pia kwa mama wajawazito tuna ambao liko pale inaonyesha huduma kwa mama wajawazito. Tunatolewa, wanahudumiwa elimu, afya, uchunguzi wanafanyiwa. Pia tuna huduma ipo hapa kwa ajili ya viungo bandia. Viungo bandia vipo mbalimbali, meno, miguu, hapo wanawapo ushauri. Kwa njooni mfanyiwe na muone jinsi gani ambavyo wewe una shida ya mkono, kwamba umefanya nini, watakuchunguza, watakuelekeza namna gani ya kufanyaje ya kupata kiungo kilicho bora zaidi uweze kuendelea na maisha yako zaidi. Kwa upande wake, mwananchi aliyefika kupata huduma hizo, Priska Mwarongo, amesema huduma zinazotolewa ni nzuri na wananchi wanahudumiwa kwa haraka bila gharama yoyote. Na washauri watu wote waliopo majumbani wakisikia taarifa hizi waweze kufika. Kuna watu huwa wanahisi kwamba zikitolewa taarifa hizi kwamba labda ukifika pale unakaa muda mrefu, lakini huwezi kukaa muda mrefu. Nachoshukuru wahudumu wako ni wengi, unapokelewa, unaelekezwa bila kupata shida yoyote. Wananchi wa Manispaa ya Iringa wamelipongeza Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika mkoa huo kwa kufanya usafi katika maeneo yao ya biashara, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya wiki ya Zimamoto. Hatua hiyo imekuja kufuatia jeshi hilo kujikita katika shughuli mbalimbali za kijamii, ikiwemo kufanya usafi katika soko la Mlandege pamoja na kutoa misaada kwa wananchi wenye changamoto mbalimbali.
Wakizungumza na Matukio Daima, wananchi hao wamesema wamefarijika kuona jeshi hilo likishiriki moja kwa moja katika shughuli za maendeleo ya jamii na usafi wa mazingira. Nashukuru Jeshi la Zimamoto leo kwa kuja kufanya usafi mahali hapa. Wako wengi sana wanafanya usafi kwa bidii zote. Asanteni sana. Soko la Mwamwingi ni moja ya soko ambalo nao lisimamia. Hali yoyote, napenda kutoa shukrani zangu kwa Jeshi la Zimamoto kwa kuja kuweza kusaidia kufanya usafi hapa, lakini tu hata kama watakaokuwa tumeshamaliza kufanya usafi na kuondoka, sisi tuna desturi yetu ya kufanya usafi karibia kila Jumamosi. Kila Jumamosi kabla wafanyabiashara hawajafungua biashara zao, huwa tunafanya usafi. Kwa hiyo tu tunaomba tuweze kushirikiana na usafi huu tutafanya pamoja na wafanyabiashara, kwa sababu taarifa tayari wanazo kwamba leo Jeshi la Zimamoto na uokoaji tutakuja kufanya usafi, tutashirikiana. Kukutana na Jeshi la Zimamoto, na sisi imekuwa ni desturi yetu kila Jumamosi kufanya usafi. Tunashukuru nao kutuongezea nguvu kwa siku ya leo. Tumeshirikiana nao na zoezi linaendelea, na kila Jumamosi ya mwisho wa kila Jumamosi huwa tunafanya usafi. Jana kusema tulikuwa tuna taarifa kama tunaingiliwa na ugeni kama huu, ila tunashukuru kwa ushirikiano wa kufanya usafi kwenye soko letu. Naambia tujitahidi usafi kusudi mji wetu upendeze, mkoa wa Iringa uwe wa kwanza kitaifa. Naitwa Samuel Subi, mkuu wa kitengo cha usafi na mazingira katika manispaa ya Iringa. Leo tumeungana na Jeshi la Zimamoto pamoja na uokoaji katika kuadhimisha siku ya zimamoto duniani. Kwa hiyo tunashukuru kwa kuja kutuunga mkono, na sisi kama wafanyabiashara tuna utamaduni wetu wa kufanya usafi kila siku kabla ya kufungua biashara yetu. Kwa hiyo kitendo hiki walichokifanya sisi tutakiendeleza ili kuhakikisha manispaa yetu inakuwa safi na tunajikinga na magonjwa mbalimbali ya kuambukiza ambayo yanasababishwa na uchafu katika manispaa yetu. Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa ametoa wito kwa mamlaka zinazohusika na usimamizi wa masoko ya mitaji na uwekezaji nchini kuongeza juhudi za kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kuwekeza katika hisa kupitia taasisi mbalimbali za fedha. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa uzaji wa hisa stahiki rights issue wa benki ya MCB kwa wanahisa wake, amesema uwekezaji wa hisa ni miongoni mwa njia salama na zenye uhakika wa kuwawezesha wananchi kushiriki moja kwa moja katika maendeleo ya uchumi wa taifa. Jambo hili ni muhimu na ni zuri, lakini bado watu hawalijui. Nitoe wito kwa wadau wote, hasa taasisi zetu. Moja, benki kuu, tumieni nafasi yenu ya elimu kuelimisha umuhimu wa hisa. Kama fursa hiyo mnayo ndani ya benki kuu, sisi tunaamini mkitamka pia na nyie watu watahamasika zaidi. Mkieleza kwamba tunaamini benki zetu, taasisi zetu za fedha kwamba zinaweza kutunza fedha zenu, watu watakuja wengi tu kuja kujiunga kwenye benki zetu. Kwa BOT fanyeni hivyo. CMSA mna wajibu mkubwa sana. Niliwasikia siku nilipokuja mlipotoa elimu. Sasa ile elimu isiishie tu kwenye hivi vyumba. Tutoke nje. Tuna njia nyingi za kuwafikia watu wetu nchini. Tuna television, tuna radio, tuna mpaka local radios kwa sasa. Tuna mitandao ya kijamii ambayo pia inawafikia wananchi wengi na wanaona kupitia mikononi mwao kwenye simu zao. Tutoe elimu ya kutosha. Uwekezaji mzuri na wa uhakika, nenda kwenye hisa. Na leo nimefurahi sana kumsikia profesa akisema awali tulikuwa tunaona masoko kama haya yanashamiri sana nchi jirani. Sisi tulikuwa tunajifunza, lakini tumeendelea kuhakikishia wadau wa hisa duniani kwamba Tanzania tuna uwezo. Na leo hii Afrika Mashariki manake tunaiangalia Tanzania kuwa ndio iko juu zaidi. Hongera sana. Hongera sana. Kwa hiyo tuamini kwamba
Watendaji wetu kwenye sekta zote za fedha nchini wana uwezo mkubwa wa kusimamia fedha kwa uadilifu na uaminifu na kufikia hatua hii. Kwa wale ambao wanaweza kuwa wanafuatilia soko la mtaji, nadhani baina mwaka 2019 nadhani hisa zetu zilikuwa ziko kama kwenye shilingi 310, 320, lakini nadhani mpaka jana zilikuwa ziko kwenye 1700, 800. Kwa hiyo unaweza kuona katika kipindi hiki vile vile hisa zetu sokoni zimeweza kukua kwa kiwango kikubwa sana. Wananchi washauriwa kuwa na utaratibu wa kupima afya zao angalau mara moja kwa mwaka hata kama hawana dalili za kuugua ili kusaidia kugundua mapema changamoto mbalimbali za kiafya. Ushauri huo umetolewa na daktari wa moyo kutoka mkoani Dar es Salaam, Dr. Heri Mwandolela alipokuwa akizungumza katika kipindi cha mjadala magazetini. Dr. Mwandolela amesema kwa sasa kumekuwa na ongezeko la vifo vya ghafla ambavyo kwa kiasi kikubwa vinahusishwa na magonjwa ya moyo. Kweli kuna ongezeko kubwa sana la vifo vya ghafla, na ukikuta mtu kafa ghafla, hiyo ni moyo na sio vinginevyo. Vifo vingi vya ghafla ni vya shida zinazotokana na moyo kama kufanya kazi ghafla, inaweza kutokana na mishipa damu kuziba au magonjwa mbalimbali ya moyo, ya umeme wa moyo kulipuka na kufanya moyo usifanye kazi. Na vihatarishi vyake tunavijua. Ukiwa na shinikizo la damu la kupanda, ukiwa na kisukari, ukiwa unavuta sigara, ukiwa unakunywa pombe kupindukia, usipofanya mazoezi, ukiwa na uzito mkubwa, hivyo ni baadhi ya vihatarishi vya magonjwa ya moyo. Inabidi kuvikagua. Vyote vingi vinatumika mahospitali na vinaweza vikapewa ushauri. Tunashauri kijana au mtu ambaye ana miaka 40 na kuendelea, hata kama haumu chochote, angalau mara moja kwa mwaka afanye uchunguzi wa afya yake. Kwa mwaka ikitokea kama una magonjwa mbalimbali, basi daktari atakupangia aidha baada ya miezi 3 au miezi 6. Lakini kama huna tatizo la kiafya, una miaka 40 na kuendelea, mara moja angalau. Kama huna tatizo la kiafya na una miaka 60 na kuzidi, angalau mara 2 kwa mwaka ufanye check-up yako. Ila kama una magonjwa, daktari atakwambia ucheki kila baada ya interval za muda gani, anaweza kufanya miezi 3 au atakavyoona inafaa. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Iringa Vijijini Konstantino Kiwele ameomba waliotia nia ya kugombea ubunge wa jimbo la Isimani pamoja na viongozi wengine wa chama kuungana kwa pamoja ili kumuunga mkono mgombea aliyepitishwa na chama hicho Emanuela Mtafikolo Kaganda. Kiwele ametoa kauli hiyo wakati akizungumza katika kikao cha chama kilichofanyika wakati mgombea huyo alipofika katika ofisi za halmashauri ya wilaya Iringa kuchukua fomu ya kuwania nafasi ya ubunge kutoka tume ya uchaguzi. Chama lazima kiteue mtu mmoja kwa sababu nafasi ni hii. Jamani, nafasi ni hii. Baada ya chama kuteua, wametuletea jina la Emanuela Mtafikolo. Mama, hongera sana. Take nini? Sisi wote humu ndani, madiwani, wenye viti wa kata, watendaji wa kata na wataalamu wote, tunakwenda kutafuta aliye maarufu kuliko Chama cha Mapinduzi. Na kwa sababu maarufu ni Chama cha Mapinduzi, ndio maana viongozi wote wanaotafuta madaraka, wanaotafuta nafasi, hutafuta kupitia Chama cha Mapinduzi. Naombeni tusijitoe ufahamu. Hakuna mtu mwenye nafasi ya kuhoji wala kuuliza. Kamati kuu imeleta jina la Emanuela. Twende tukapambane, Chama cha Mapinduzi kipate kura za kutosha. Heshima hiyo. Heshima hiyo wala sio ya Emanuela. Heshima hiyo ni ya mwenyekiti wetu wa wilaya, katibu wetu wa wilaya, kamati ya siasa na sisi wote. Heshima hiyo ni ya mkoa, ni ya wilaya, ni ya kata, ni ya matawi. Bahati nzuri structure ya chama chetu cha Mapinduzi iko kuanzia juu mpaka chini. Wakurugenzi wa uchaguzi tunaye wa wilaya, tunaye wa kata, tunaye wa tawi,
tunashindwaje? Yaani hapa peke yake, kukutana huko peke yake, Emmanuel anaenda kalale usingizi, biashara imeisha. Na bahati mbaya niwaambieni, huu unaitwa uchaguzi mdogo. Uchaguzi mdogo maana yake kuanzia Mama Samia mwenyewe anawaangalia uchaguzi kwa macho yote mawili. Kamati kuu inaangalia tunafanya nini sisi watu wa Isimani, watu wa wilaya ya Iringa vijijini, tunafanya nini? Tusije tukajiondoa ufahamu. Macho yote ya Chama cha Mapinduzi nchi nzima, uchaguzi wa ubunge wa Isimani wanawaangalia kwa macho yote. Wewe jiondoe ufahamu, ujitie kama hujui, alafu uone mwisho wake. Jamani, hayo ndio walionituma madiwani wenzangu niseme. Sawa jamani, haya ndio walionituma. Sasa niwape madhara ya kuuliza, niwape nisiwape? Au muda umeisha? Mpate faida. Niwaambie kitu kimoja. Siku moja mfalme mmoja aliandaa karamu kama hii, sherehe nzuri sana. Akawaalika marafiki, ndugu, jamaa na viongozi mbalimbali. Sasa kwenye sherehe kama hizi huwa kunakuwa na burudani. Wako watu wanaoita kutoa burudani tu, yaani burudani tu. Wako wasichana, wavulana wanaimba rapu nini na nini wanacheza. Akatokea binti mmoja aliyecheza vizuri sana kwenye karamu ile, vizuri sana, vizuri mno. Mfalme akafurahi sana, moyo wako kasuhuzika sana. Akatangaza mbele ya watu, wewe binti, hebu njoo, na kuambia kuanzia sasa omba chochote, hata nusu ya ufalme wangu niko radhi kukupatia. Yule binti badala ya kuomba chochote, hata nusu ya ufalme, akatoka akaenda kwa mama yake aliyekuwa pembeni kumuuliza, eti mama, niombe nini? Mama yake akamwambia, nenda mwambie mfalme ninaomba kichwa cha Yohana Mbatizaji kwenye sahani sasa hivi. Binti akaenda katamka. Alipotamka yule binti kwenye mkutano, kwenye hadhara ile, mbele ya viongozi, mbele ya mfalme, mfalme alisikia unyonge na yani na hofu ilianza pale pale. Lakini kwa sababu kiapo cha mfalme hakitanguki, ikabidi abaite askari waende wakakate kichwa cha Yohana Mbatizaji, walete kwenye sahani. Akaenda kachinjwa, wakamletea yule binti kwenye sahani, akaenda akampa mama yake mzazi. Hicho ndo alichoomba. Sasa na mimi niliogopa hapa, nikianza kuuliza jamani niseme nini? Huyu angesema hivi, angesema hivi. Mwisho wa siku tungeomba kichwa cha Yohana Mbatizaji. Sikutaka hiyo. Sisi oye! Jamani, tutakutana site, tutakwenda kupambana, tutapigana. Bahati nzuri Emmanuel anaelezeka. Emmanuel, tutapambana kufa kufa. La mwisho huyu balozi bwana, mimi kwa maneno mafupi sana, mimi nafahamu jimbo la Isimani lilivyo. Mwaka jana tumefanya kazi nzuri sana, watu hawa wana ushirikiano wa kutosha sana. Mimi ni mwahidi tu mgombea, mimi na wenzangu wote hawa tutampa ushirikiano wa kutosha sana. Utaenda kujionea mikutano itakuwa na wengi, watu wengi sana Isimani. CCM oye! Wanaoahidi kwamba mikutano itajaa onyeshe mkono namna hii. Dr. Samia oye! Mgombea wetu oye! Ndugu mwenyekiti, mimi nimemaliza na kushukuru sana. Katibu wa chama, karibu kwa utaratibu, lakini baada ya hapo waandishi Na mtazamaji, taarifa hiyo inatupa wakati mzuri kabisa wa kuelekea moja kwa moja kule viwanjani, ambapo klabu ya PSG ya Ufaransa itacheza na Arsenal ya Uingereza katika mchezo wa fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu huu, baada ya kufanikiwa kuwaondoa Bayern Munich ya Ujerumani katika hatua ya nusu fainali hapo jana. Mwenzetu Frank Vegula na mchambuzi Emmanuel Manonga wameangazia tathmini kuelekea fainali ya michuano hiyo ambapo itachezwa mwezi huu tarehe 30 Budapest nchini Hungary. PSG ndo ameweza kumaintain mpaka amefika finali. Ameweza kumaintain mpaka amefika finali. Bayern pia tajwa sana kama mmoja tu. Bayern alitajwa sana, na kitu ambacho kimekuja kufanya sasa mpaka watu sasa wakaanza kuwaza sasa ni kuwakutanisha hawa majamaa wawili nusu finali. Bayern na PSG. Yaani hiyo ni mchezo
yani ni timu ambazo zilifanya, yani zilipaswa ziwe ni finali, na watu walisema hii ndio finali ambayo ilitakiwa, yani hii ndio ilitakiwa finali, lakini kwa bahati mbaya au nzuri tumeweza kukutana nusu finali ili kuamua nani ndo aende finali, ambapo ndo PSG akaweza kupita kutokana na ushindi ambao aliupata akiwa nyumbani, na siku ya jana pia kutoa sare akaweza kupata nafasi ya kufika finali. Arsenal pia hatuwezi kusema kwamba amepita njia rahisi mpaka amefika finali, hapana, na yeye amekutana na timu ambazo ni nzito. Ndio. Ni timu ambazo ni nzito. Hakupita sehemu nyepesi. Yani hakupita njia nyepesi kwamba kusema Arsenal amepona amepita. Atletico ni moja timu ngumu. Atletico amemtoa Barcelona. Yani ukiona ni timu ambayo ni kubwa, ambayo alikuwa anatajwa ana uwezo wa kufika kutokana na performance, aina ya performance ya Barcelona kuanzia msimu uliopita katika ligi yao, lakini na msimu huu alivyoanza ligi nini, alikuwa anaonekana pia ni timu mojawapo tishio ya kufika finali, lakini ndo ameweza kukutana na Atletico. Atletico akaweza kumrudisha nyumbani, akamwambia wewe subiri, ngoja mimi nitangulie. Na akaja kukutana na Arsenal, na ukiangalia pia mchezo kati ya Atletico na Arsenal haukuwa ni mchezo tu rahisi kwamba yani hapa Arsenal kapita kwa urahisi, yani kapita kwa urahisi. Ukiangalia mchezo umeisha sare hapo, Arsenal juzi akaja kuibuka na ushindi wa goli moja. Ingekuwa ni mchezo rahisi basi tungeona magoli hadi 5 hadi 6. Tungesema hapo kweli mchezo ulikuwa ni rahisi, Arsenal kapita labda kwa urahisi. Lakini ukiangalia ni nusu finali ambayo ilitoa magoli 3 tu katika raundi zote mbili. Imetoa magoli 3 tu. Kwa maana ni nusu finali ambayo ilikuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo tutegemea pia Arsenal tuwezi kusema kwamba sio mpinzani mzuri au sio mtu sahihi wa kufika finali. Hapana, naye anastahili kufika finali kwa sababu timu ambazo wamekutana nazo na njia ambayo amepita ni njia ambayo ni ngumu sana, ambayo imemwezesha kufika finali. Kwa maana hiyo sasa finali raundi ni moja, hakuna raundi mbili. Hapo sasa ndio ambapo mtu ataamua afanye anavyotaka. Yaani kama ni makocha, kama ni wachezaji, hapo ndio ambapo atajitoa moja kwa moja kwamba bana liwalo na liwe. Sababu dakika 90 za pale ndio ambayo inaamua bingwa. Labda ikiisha sare basi kuna nyongeza, lakini mchezo wa siku hiyo tarehe 30 ndio siku ambayo tunategemea kupata bingwa wa UEFA Champions League. Sawa, kumalizia karata yako wewe unaitupia wapi au mapema kuzungumza? Ni mapema kuzungumza, lakini kwa asilimia kubwa mimi nitaweka labda kwa asilimia. Yes. PSG atakuwa na nafasi kubwa kwa sababu yeye ni mtetezi na ni kidogo ana uzoefu na finali uzoefu na 20 mpita bila finali. Arsenal ana muda mrefu sana hajafika katika kiwango hicho, kwa sababu na PSG ni mtu ambaye ana uzoefu na finali ya UEFA, kwa maana tutampa asilimia kubwa zaidi kuliko Arsenal. Lakini sasa asilimia siku zote, mawazo siku zote, mashabiki watupogo watu tunaenda kwa hisia tu, lakini uwezo kaamini, unaweza siku hiyo ukashangaa ni maajabu. Ukashangaa tu dakika 45 za kwanza Arsenal wanaongoza hata magoli 2. Ninategemeana tu na wewe umeingiaje na mwenzako labda kama ameingia, labda aliingia vizuri, lakini kutokana na makosa ambayo atayafanya akiwa uwanjani inaweza kapelekea kuadhibiwa labda na mtu ambaye alikuwa hutegemei. Lakini asante sana Frank Vegura kwa habari hizo za kimichezo. Kabla ya kutamatisha taarifa yetu kwa siku ya leo, huu hapa ni muhtasari wake. Ujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na wauguzi mkoa wa Iringa watoa huduma za afya bure kuelekea wiki ya wauguzi. Kwa hapa kwa maadhimisho yetu ambayo tunafanya kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 12 katika viwanja hivi, tunatoa uchunguzi na ushauri bure kabisa, hakuna pesa yoyote. Wananchi walipongeza Jeshi la Zimamoto kwa usafi na msaada kwa jamii. Nashukuru Jeshi la Zimamoto leo kwa kuja kufanya usafi mahali hapa. Wako wengi sana wanafanya usafi kwa bidii zote. Asanteni sana. Majaliwa ahimiza elimu zaidi kuhusu uwekezaji wa hisa. Mna wajibu mkubwa sana. Niliwasikia siku nilipokuja mle kutoa elimu. Sasa ile elimu isiishie tu kwenye hivi vyumba. Tutoke nje. Tuna njia nyingi za kuwafikia watu wetu nchini. Katika michezo, PSG na Arsenal kukutana fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya. Kwenye mashindano makubwa ya dunia kama UEFA kidogo imeshajizolea tayari jina au ina cheo chake tayari, kwa sababu huu ni msimu wa pili mfululizo anafika fainali kama sio
Na mpenzi wa Matukio Daima TV, kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea habari hii siku ya leo, jina langu ni Rehema Salim. Na mimi ni Shamia Rajabu. Tukutane hiyo kesho. Umehitimu darasa la 7 kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Safe Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Safe Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua Safe Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe safecompany100@gmail.com. Safe Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.